Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwana kalam. Natumai umzima wa afya. Najua umesikia story nyingi kuhusiana na trip ya Rais Trump Uchina. Yes, lakini mimi leo nitakueleza juu ya mambo ambayo yalitokea behind the scene. Mambo ambayo wengi hawajazungumza kuhusiana na hii trip. Yes. Moja ilikuwa ni pale ambako Rais Xi alipompeleka Rais Trump katika bustani ya Hongnahai. Yes. Hii bustani ipo eneo moja ambalo lipo pembeni ya mji au eneo ambalo top leaders wa China wanaishi. Yani huko haishi mtu mwingine. Yes, Rais Xi Jinping alimpeleka Rais Trump huko kwenda kumuonyesha bustani hii nzuri sana ambayo ina miti mingi sana ambayo ina historia pana. Wakati wanatembea katika bustani hii, Rais Xi akawa anamuonyesha, unaona ile miti pale? Bana, ile miti bana ina umri zaidi ya miaka 200. Rais Trump akasimama kidogo akiwa kama vile yuko surprise. Miaka 200 hivi inaweza kuwa inaweza kuishi umri mrefu namna hiyo? Rishi akasmile akamwambia, si unaona hiyo ile ya mbele yake kule ina miaka zaidi ya 1000. Rais Trump akawa na smile pana, anasema good, I like it, safi nimependa. Then Rais Trump akamuuliza swali Rais Xi Jinping, huwa mnawaleta viongozi wengine huku? Rais Xi akamjibu akamwambia, hapana, ni nadra sana sisi kuleta watu huku, lakini Rais Putin tumewahi mleta huku. Yes, umeona ya. Kwa hiyo wakawa wanatembea. Rais Trump, moja kati ya vitu vilivyomvutia sana katika ile bustani ni hii miti pamoja na maua ya roses ambayo yalikuwepo kule. Hayakuwa kama haya aliyoyazoea. Hayakuwa kama yale ambayo Rais Trump amekuwa akiyaona sehemu nyingi. Yeah, kwa hiyo Rais Xi Jinping akawa amemwambia kwamba nitakufanyia mpango upate mbegu za haya maua yetu ya roses. Yeah. Hiyo ilikuwa ni ka segment, niseme ka story ka kwanza. Yes. Katika hii story kuna mijadala mingi sana ambayo imezuka, lakini moja kati ya vitu ambavyo mimi nasema tunajifunza katika hii story ni kwamba Rais Xi Jinping alikuwa anatuma ujumbe mzito sana. Yes. Hawa watu wana IQ kubwa sana. Ni watu very smart wa China. Wanapotazama, sipo wengi wanapotazama. Rais Xi Jinping hakumpeleka kwenye hii bustani bila sababu. Yes. Alikuwa anataka kutuma ujumbe. Bwana, Marekani ina umri wa miaka 250. Wakati Marekani taifa lenu lina umri wa miaka 250, sisi miti yetu peke yake tu hii kama unavyoiona, kuna ambayo ina miaka 250, kuna ambayo ina miaka 1000 na zaidi. Kwa hiyo nyinyi bwana naweza mkawa machachari kwenye 1 na 2, lakini sisi ni wakongwe bwana. Inawezekana Rais Xi Jinping alikuwa anatuma ujumbe pia kwamba kuweni kidogo na upole, msio wakali sana, sisi wakongwe bwana. Miti yetu ina miaka 1000 na miaka 200, taifa lenu ndio kwanza lina miaka 250. Msio machachari sana. Nadhani huu unaweza ukawa ni moja kati ya jumbe ambazo Rais Xi Jinping alikuwa anataka ufike kwa Rais Trump, maana Marekani wana ngebe. Yes. Story ya pili nilikuwa nataka nikueleze katika hii trip ya China ni kisa cha afisa usalama wa Marekani kuzuiliwa langoni alipokuwa anataka kuingia katika Heaven Compound, katika compound ya peponi wenyewe wa China wanaiita.
Yes, huyu afisa usalama wa Marekani alikuwa ameongozana na baadhi ya waandishi wa habari ambao walikuja na delegation ya Rais Trump katika ile ndege yao ya Air Force One. Kwa hiyo wakati anataka kuingia, nyuma yake akiwa na kundi la waandishi wa habari kutoka Marekani, huyu afisa usalama wa Marekani alizuiliwa. Yes, maafisa usalama wa China walimpiga stop, wakamwambia hey, kaa hapo. Na sababu ya kuzuiliwa ni kwamba alikuwa na risasi, alikuwa na silaha, alikuwa na bunduki. Yes. Baada ya kuzuiliwa akawa anasema kwa nini mmenizuia? Wale maafisa usalama wa China wakamwambia huwezi kuingia na hiyo kitu. Yule afisa usalama wa Marekani akajibu akasema hii ni standard protocol ya ulinzi popote tunapokwenda. Wale mabwana wakamwambia yes, ni standard protocol kwenu, lakini hapa hai apply. Yes, kwa hiyo walijibizana pale, palikuwa na majibizano zaidi ya dakika 30. Yes, lakini yule afisa usalama wa Marekani mwisho wa siku hakuingia na ile silaha. Yes. Hii ina funzo kwetu. Na mimi naweza kutoa ushauri kwa vyombo vyetu vya kiusalama. Haya mataifa, viongozi wa haya mataifa wanapokuja katika nchi zetu, ni muhimu pia tukawa tunawaelekeza waheshimu taratibu zetu. Nadhani wengi ni mashahidi. Mfano, rais wa Marekani alipokuja kipindi fulani hapa, mliona kilichotokea. Yes, barabara nyingi zilifungwa. Dar es Salaam ilikuwa ni heka heka. Yes, ilikuwa ni heka heka. Karibu wiki nadhani ilikuwa ni tabu kutembea mjini. Yes. Kuna baadhi ya maeneo hata mawasiliano ilikuwa ni tabu kufanyika kwa sababu hawa mabwana walikuwa ni kama wame kila kitu kiko chini yao. Umeona? Yes, nadhani hatuwezi kujilinganisha na Wachina kwa sababu Wachina ni wakubwa sana. Hawa mabwana ni majiant kweli kweli, lakini nadhani kuna baadhi ya mambo tunaweza tukawa tunafanya better. Yes, kwa mfano hili la usalama, sidhani kama ni sawa sana kuacha wakatuingilia sana. Yes, najua timu ya watu wetu wa usalama ina watu makini sana. Yes, haya ni mawazo yangu tu. Mimi nadhani wakati mwingine wakija, kuna baadhi ya vitu tuambie hapana. Yes, yes, kwa sababu sisi ni taifa ambalo lina mamlaka kamili. Mgeni akija lazima ajifunze kuishi kama kwa kufuata taratibu zetu. Yes, yes, wasituingilie sana. Kwa hiyo hiki kisa kinatufundisha kitu pia. Alafu jambo la mwisho au kisa cha mwisho ambacho nilitaka kushare na wewe leo hii ni kituko au ni tukio la maafisa usalama wa Marekani baada ya mkutano wa Beijing kukamilika. Delegation yote, watu wote ambao walikuwa kwenye msafara wa Rais Trump waliambiwa waache kila kitu China. Hakuna kitu kitaingia kwenye ndege ya Air Force One kwenda Marekani, kwa maana ya vitu vyote ambavyo mlipewa hapa China havitaingia kwenye ndege ya Air Force One. Yes, ile timu ya watu waliotoka Marekani wakiambatana na Rais Trump walipewa zawadi nyingi. Yes, kuna vizawadi walipewa na wa China kama kwa kirimu. Kuna baadhi ya simu hizi wanaita ni cheap phones, ni simu za bei rahisi walipewa ili kuwarahisishia mawasiliano wakati wako pale. Mfano wa hizo simu na vizawadi vidogo vidogo walivyopewa, badge za kuvaa, vyote maafisa usalama wa Marekani waliwaambia watu wao acha
hapa China hakuna kitakachoingia katika ndege ya Air Force One. Na inaelezwa hata pale airport kulikuwa na dustbin kubwa sana. Na kila mtu aliyekuwa na kitu alikuwa kitupa kwanza kwenye dustbin, kisha ndio alikuwa anaingia katika ndege ya Air Force One. Yes, na inaelezwa hata kabla ya safari huu msafara wa watu wote, CEO, waandishi wa habari na kila mtu aliyekuwemo aliambiwa vitu vyako vya mawasiliano, mfano simu na nini utaviacha kwenye ndege. Tutakapofika airport tutaviacha kwenye ndege, simu, laptop na chochote ambacho utaacha kwenye ndege. Tukishuka usishuke na kitu chochote ambacho unadhani kinaweza kikadukuliwa, kikahakiwa. Kwa hiyo msafara wa Marekani umeenda ukiwa na wasiwasi mkubwa sana. Yes, kuna cha kujifunza hapa. Yes, China imekuwa kubwa sana. Taifa la China limekuwa kubwa sana. China amekuwa mkubwa sana. Yes, hatukuwahi kuyashuhudia haya kabla. Yes, japokuwa China amekuwa akisifiwa kwa kuwa mbali sana kwenye teknolojia miaka mingi, lakini hatujawahi kushuhudia msafara wa rais wa Marekani ukaenda China alafu kukawa na hofu ya kiwango hiki. Yes, kumekuwa na hofu kubwa sana. Yes, ni jambo ambalo linachekesha lakini linatufunza pia. Yes, wakati mwingine hata sisi kama taifa tupaswe kuamini sana hawa wageni wanaokuja, mabepari, hata kama wanatusaidia, lakini lazima to put in place measures, mambo ambayo yatakuwa yapo kwa ajili ya usalama wetu pia. Tusiwaache sana. Yes, hii ni nchi yetu, na tunayo moja tu. Tukiruhusu akina wana fulani watuharibie, hatuna mahala pa kwenda zaidi ya hapa. Yes, kwa hiyo nimeamua leo kukuletea haya majambo. Yes, kama story laini za kuchangamsha, yes, zilizotokea katika safari hii ya Rais Trump nchini China. Sikutaka kukuletea mambo magumu ambayo yalitokea kule. Yes, sikutaka kukueleza nini wamekubaliana. Najua umeelezwa huko kwa ndugu zangu wengine. Yes, wakati wao na kueleza hayo, mimi leo nikasema wacha nikupe kile ambacho pengine nadhani unaweza ukawa hujakisikia huko, lakini kinaweza kukufunza jambo. Kama kawaida, kama vile ambavyo nimekuwa nikiwaambia siku zote, usiache kulike, usiache kushare, na tafadhali comment. Yes, comment, sema, tupe mawazo yako, tueleze nini ambacho umejifunza, pengine ambacho asijajaliwa kukileta hapa. Yes, unaweza kutuambia. Unaweza pia kutueleza wapi pengine tungeweza kufanya better, au unaweza pia kutuambia ni kitu gani unatamani tukuletee siku zijazo. Yes, hadi wakati mwingine, assalamu alaikum.